Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndio mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu na umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation 2 au 3 baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Katika safari hii iliyokuwa na mabonde na milima, tulitembea pamoja na wenzetu, na hapa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdel Fattah el-Sisi kwa kushirikiana katika ujenzi wa mradi huu na kutukabidhi kampuni za Arab Contractors na Elsewed Electric kushiriki katika ujenzi wa mradi huu, kazi ambayo wameifanya vyema. Asanteni sana ndugu zetu wa Misri. Hatua hii inaonyesha namna ambavyo nchi za Afrika zikiungana na kushirikiana zinaweza kutekeleza mambo makubwa kwa ustawi wa watu wetu, lakini pia kwa bara lote kwa ujumla. Kwa dhati kabisa natambua na kuwapongeza wahandisi, mafundi, kamati za wataalamu na wafanyakazi wote wa Tanzania ambao walishirikiana na wakandarasi katika kutekeleza mradi huu. Hakika mmefanya kazi ya kizalendo. Hongereni sana na jambo letu limekuwa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.